Dakika 30 tukufahamishe taarifa kwa kina. Wanakwetu wananiita Joash Nsare, tafsiri kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Moja kwa moja ni kwamba vurugu zilizuka asubuhi ya leo katika hafla ya uzinduzi wa chama cha aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua mtaani Lavington hapa jijini Nairobi, baada ya watu wanaoshukiwa kuwa wauni kujaribu kuingilia na kuharibu matukio hayo. Baadhi ya waandishi wa habari walijeruhiwa kwenye purukushani hiyo iliyowalazimu polisi kufyatua risasi hewani kutawanya halaiki ya watu. Anavyoarifu mwanahabari wetu wa masuala ya kisiasa Mike Kagwongo. Muda mfupi tu baada ya kutamatika kwa hafla ya uzinduzi wa chama kipya cha aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua cha Democracy for the Citizens Party DCP, milio ya risasi ilisikika hewani. Ikawa wakati wa mguu niponye. Muda wote huo uzinduzi wa chama ukiendelea, baadhi ya vijana walikuwa nje ya majengo ya ofisi kuu za chama hicho. Na punde tu hafla hiyo ilipotamatika, wakawa na azma ya kutafakari yaliyokuwa yakisheheni upande wa ndani. Walinzi wa viongozi waliokuwepo walijaribu kuwazuia katika juhudi za kuepukana na mkanyagano kabla ya purukushani hiyo kuanza rasmi. Waliojipata matatani ni wakiwemo wanahabari wawili wa runinga za KTN na Kass TV walipovamiwa na wahuni waliohisi kuwa hawakutaka kunaswa na kamera za makachero hao. Hata hivyo, walinzi wa viongozi waliokuwa kwenye hafla hiyo waliingilia kati upesi na kuanza kufyatua risasi hewani kutawanya umati uliokuwa umekusanyika kushuhudia matukio hayo. Baadhi ya video zimeonyesha mlinzi wa Gachagua akiwa ameshikilia bunduki na kufyatua risasi hewani huku umati ukikimbia kuelekea langoni. Naibu Rais Kithure Kindiki amekashifu purukushani hizo akisema nchi yetu lazima itumie demokrasia na kukumbatia siasa zenye msingi wa masuala muhimu. Kwenye ujumbe wake, Kindiki amesema matusi, vurugu na matamshi ya migawanyiko kama njia ya kushughulikia tofauti za kisiasa hazina nafasi katika jamii yetu. Tuna deni kwa kizazi cha sasa na kijacho la taifa lililojengwa kwa amani, kuishi kwa amani na kuheshimiana hata wakati tunapotofautiana katika masuala ya sera. Wakati wa utayarishwaji wa ripoti hii, chama kipya cha Democracy for Citizens Party DCP hakikuwa kimetoa taarifa rasmi kuhusu matukio hayo. Mike Kagwongo, TV 47, Nairobi.